Naam, siku nyingine tena tunakutana hapa katika kipindi Dunia Wiki Hii, nikiwa na matumaini makubwa kwamba ubuheri wa afya. Karibu sana nikutembeze kote ulimwenguni katika makala haya yaliyoletwa kwako na kwa ushirikiano wa shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Katika makala ya juma hili, Palestina yatoa wito wa shinikizo za kimataifa kwa Israel kurejelea uwasilishaji misaada huko Gaza. Kadhalika, Mark Carney yaapishwa kuwa waziri mkuu wa Canada na akateua baraza lake jipya la mawaziri. Na vile baraza la usalama la Umoja wa Mataifa laongeza muda wa kuhudumu kwa ujumbe wake nchini Afghanistan. Baadhi tu ya taarifa ambazo nimekuandalia, twende sawa hadi tamati mwa kipindi Dunia Wiki Hii. Karibu, mimi ni Isaac Lemoka na moja kwa moja tuanze na taarifa yetu ambapo Wizara ya Uchumi wa Kitaifa wa Palestina ilitoa ombi la dharura kwa Umoja wa Mataifa na jamii ya kimataifa ikizitaka ziweke serikali ya Israel shinikizo ikome mara moja kutumia njaa na kuwanyima wakazi wa ukanda wa Gaza mahitaji muhimu kama mbinu za vita nchini humo. Taarifa hii ilisema kuwa Israel inakataa kuruhusu kuwasilishwa kwa mahitaji ya kimsingi ya kiafya na kibinadamu, hasa maji, umeme na chakula kwa wakazi wa Gaza. Iliendelea kusema kuwa wakati umewadia kwa jamii ya kimataifa kudumisha sheria za kimataifa zinazowahakikishia raia wote haki ya kupata mahitaji muhimu na haki zao, hasa katika nyakati za vita. Kwenye taarifa, afisi ya mawasiliano ya serikali ya Gaza inayosimamiwa na kundi la Hamas ilionya kuhusu kuzorota kwa hali ya kibinadamu na baa la njaa kutokana na hatua ya Israel ya kuendelea kufunga mapito ya kuingia kwenye ukanda wa Gaza kwa siku kadhaa mfululizo. Tangu tarehe 2 mwezi huu, kufuatia kukamilika kwa awamu ya kwanza ya utekelezaji mkataba wa kusitisha vita baina ya Israel na kundi la Hamas, Israel imezuia uwasilishaji wa misaada kikiwemo chakula huko Gaza. Kwingineko, zaidi ya Palestina 400 waliuawa huku wengine zaidi ya 560 wakijeruhiwa kwenye mashambulizi ya angani ya Israel kote kwenye ukanda wa Gaza, kwa mujibu wa maafisa wa afya kwenye eneo hilo. Walisema kuwa waathiriwa wengine kadhaa walikwama kwenye vifusi huku juhudi zikitekelezwa za kuwaondoa. Jeshi la Israel na shirika la kijasusi la Shin Bet walisema kuwa wanaendelea kushambulia kundi la Hamas na wapiganaji wa Kiislamu wa Kipalestina kote huko Gaza. Israel ilisema inarejelea na mashambulizi kutokana na hatua ya kundi la Hamas ya kukataa kuachilia mateka na kukataa mapendekezo yaliyotolewa na mjumbe wa rais wa Marekani Steve Witkoff na wapatanishi. Kundi la Hamas lilishtumu Israel kwa kukiuka mkataba wa kusitisha vita ulioanza kutekelezwa tarehe 19 mwezi Januari na kutoa wito kwa wapatanishi kuishinikiza Israel kusitisha operesheni yake ya kijeshi. Nchini Canada, Mark Carney aliapishwa kuwa waziri mkuu wa Canada na akateua baraza lake jipya la mawaziri. Carney aliapishwa kuwa waziri mkuu wa Canada na sasa atajaribu kuiongoza nchi hiyo kwenye vita vya kibiashara vilivyosababishwa na Rais Donald Trump wa Marekani, tishio la kuunganisha nchi hiyo na Marekani na uwezekano wa kuandaliwa kwa uchaguzi wa mapema. Carney mwenye umri wa miaka 59 amemrithi waziri mkuu Justin Trudeau aliyetangaza kujiuzulu kwake mwezi Januari, lakini akasalia mamlakani hadi chama cha Liberal kilipomchagua kiongozi mpya. Carney anatarajiwa kutangaza uchaguzi mkuu katika siku au majuma yajayo. Chama tawala cha Liberal kilionekana kuwa kingeshindwa kwenye uchaguzi mwaka huu hadi pale Trump alipotangaza vita vya kiuchumi na kukariri kwamba Canada inafaa kuwa jimbo la 51 la Marekani. By making Canada a superpower in both conventional and clean energies. By creating new trade corridors with reliable partners. And by forging one Canadian economy out of 13. Sasa chama hicho na kiongozi wake mpya huenda wakashinda. Carney alisema kuwa yuko tayari kukutana na Trump iwapo tu ataonyesha heshima kwa uhuru na mipaka ya Canada.
Tuelekee Marekani. Rais Donald Trump wa Marekani kwenye mitandao ya kijamii alisema kuwa aliagiza jeshi la nchi hiyo kutekeleza operesheni kali dhidi ya wanamgambo wa kundi la Houthi nchini Yemen. Akishtumu kundi hilo kwa kutekeleza maovu ya uharamia, ghasia na ugaidi dhidi ya meli, ndege na droni za Kimarekani na za mataifa mengine, Trump alisema kwamba mashambulizi ya kundi hilo dhidi ya meli za Kimarekani hayataruhusiwa na kwamba watatumia nguvu zaidi kuafikia lengo lao. Meli na ndege za kivita za Kimarekani zilitekeleza mashambulizi kote nchini Yemen, ikilenga vituo vya kudhibiti safari za ndege, maeneo ya ulinzi wa angani na maeneo ya kurusha droni, kwa mujibu wa jarida la Washington Post lililomnukuu afisa mmoja wa ulinzi nchini Marekani. Operesheni hiyo ni mwanzo wa kampeni inayolenga uwezeshaji wa kijeshi wa kundi la Houthi kufuatia mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara na vikosi vya Marekani kwenye eneo hilo, kwa mujibu wa afisa huyo. Utawala wa Trump uliorodhesha tena kundi hilo la Houthi kuwa shirika la kigaidi la kigeni mapema mwezi huu. Kwingineko, maelfu ya raia wa Yemen waliandaa mkutano mkubwa kwenye uga wa Seben katika jiji kuu linalodhibitiwa na kundi la Houthi la Sanaa kulalamikia mashambulizi ya angani ya Marekani kaskazini mwa Yemen, ambapo watu kadhaa waliuawa. Akihutubia umati huo, mkuu wa kamati ya kimageuzi ya kundi hilo, Mohamed Ali Al-Houthi, alisema kwamba kundi hilo limechukulia operesheni za Kimarekani kuwa dhuluma za kigaidi na litalipiza kisasi. Kufuatia mashambulizi hayo, familia nyingi katika jiji hilo kuu zimetoroka kwa kuhofia usalama wao. Kulingana na taarifa ya Wizara ya Afya inayosimamiwa na kundi hilo la Houthi, zaidi ya watu 50 wakiwemo watoto 5 na wanawake 2 waliuawa, huku juhudi za kuwatafuta waathiriwa kwenye vifusi vya majengo ya makazi zikiendelea. Na huko Urusi ilikomboa mji mmoja uliokuwa umetekwa nyara na Ukraine katika eneo la Kursk. Vikosi vya Urusi viliukomboa mji wa Suza ambao ni muhimu katika eneo la Kursk lililodhibitiwa awali na Ukraine, kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Taarifa hiyo ilisema kuwa vikosi hivyo pia vilikomboa maeneo ya Melovoi na Podol kwenye operesheni hizo. Mji wa Suza uliokuwa ukidhibitiwa na Ukraine tangu shambulizi lililotekelezwa na Urusi mwezi Agosti mwaka uliopita ni eneo muhimu la kuwasilishia vifaa vya operesheni za Ukraine katika eneo la Kursk. Operesheni hiyo ya jeshi la Urusi ya kukomboa eneo la Kursk imeingia kwenye hatua ya mwisho, kwa mujibu wa hatibu wa ikulu ya Rais Dmitry Peskov. Rais Vladimir Putin wa Urusi alizuru vituo vya wanajeshi huku Kursk, akikariri udharura wa kuhitimisha operesheni hiyo na kuanzisha eneo la kiusalama katika sehemu hiyo. Mkuu wa majeshi wa Urusi Valery Gerasimov alisema kuwa vikosi vya Urusi vimekomboa sehemu ya zaidi ya kilomita 1100 mraba katika eneo la Kursk, hii ikiwa ni 86% ya eneo ambalo awali lilidhibitiwa na Ukraine. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liliapisha rasimu ya kuongeza muda wa kuhudumu kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan hadi tarehe 17 mwezi Machi mwaka ujao. Baraza hilo lenye nchi 15 wanachama liliibua wasiwasi kwa kupitisha rasimu nambari 2777. Baraza hilo la usalama lilikariri jukumu muhimu ambalo Umoja wa Mataifa umeendelea kutekeleza katika kudumisha amani na uthabiti nchini Afghanistan na kudhibitisha azma yake ya kudumisha uhuru, mipaka na umoja wa nchi hiyo. Baraza hilo liliibua wasiwasi kuhusiana na hali duni ya kiuchumi na kibinadamu nchini humo na kutambua haja ya kushughulikia changamoto kadhaa zinazokabili uchumi wa nchi hiyo, ikiwemo kupitia juhudi za kurejesha mifumo ya benki na kifedha na kufanikisha utumiaji wa mali ya benki kuu ya nchi hiyo kwa manufaa ya raia wake. Baraza hilo lenye nchi 15 wanachama liliibua wasiwasi kuhusiana na kuwepo kwa makundi ya kigaidi nchini humo, likariri umuhimu wa kukabiliana na ugaidi. Mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa Fu Kong alisema kuwa China
inaunga mkono kupitishwa kwa rasimu hiyo baada ya kuanzisha mchakato wa mashauriano kuhusu rasimu hiyo mwezi uliopita. Alisema kuwa jamii ya kimataifa inafaa kuisaidia nchi hiyo kuleta maendeleo, misaada ya kibinadamu, kudhibiti mihadarati na kukabiliana na ugaidi. Akariri haja ya mashauriano zaidi na serikali ya muda ya Afghanistan ili kupata ufanisi zaidi. Alielezea imani kwamba serikali hiyo itatekeleza hatua kabambe na kushughulikia wasiwasi wa jamii ya kimataifa. Tom Mathenji, Dunia Wiki Hii. Na jeshi la Lebanon limepokea mwanajeshi kwa jina Ziyad Shibli kwenye mapito ya mpaka wa Ras Nakura kusini magharibi mwa Lebanon baada ya kuachiliwa kwake kucheleweshwa na jeshi la Israel. Taarifa ya jeshi hilo iliyowekwa kwenye mtandao wa kijamii wa X ilisema kuwa mwanajeshi huyo aliyetekwa nyara Israel tarehe 9 mwezi huu alipelekwa hospitalini kwa matibabu. Shabli alikabidhiwa kwa upande wa Lebanon kupitia kwa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC akiwa mateka 5 wa Lebanon kuachiliwa na Israel. Jeshi la Israel liliwaachilia wafungwa 4 wa Lebanon na kuwakabidhi kwa kamati ya ICRC. Walipelekwa kwenye hospitali moja katika jiji la Tyre kusini mwa Lebanon baada ya kukabidhiwa na ICRC kwa maafisa wa nchi hiyo, kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la Lebanon. Israel imeendelea kuizuilia idadi isiyojulikana ya raia wa Lebanon waliotekwa wakati wa mapigano yaliyodumu kwa takriban miezi 14 baina ya Israel na kundi la Hezbollah yaliyoanza mwezi Oktoba mwaka 2023. Mateka hao wa Lebanon waliachiliwa kufuatia mashauriano ya pande 4 yaliyohusisha maafisa wa Israel, Lebanon, Ufaransa na Marekani. Kulingana na ripoti za vyombo vya habari nchini Lebanon, kufuatia kuachiliwa kwa mateka hao, Lebanon imesema itashauriana na Israel kuhusiana na maeneo 13 ya mpakani yanayozozaniwa. Tangu tarehe 27 mwezi Novemba mwaka uliopita, mkataba wa kusitisha vita uliopatanishwa na Marekani na Ufaransa baina ya Israel na Lebanon umekuwa ukitekelezwa na kukomesha makabiliano ya muda mrefu baina ya Hezbollah na Israel yaliyochochewa na vita huko Gaza. Hata hivyo, jeshi la Israel lilisalia kwenye maeneo kadhaa muhimu nchini Lebanon licha ya makataa ya tarehe 18 mwezi uliopita ya kuondoka kuambatana na mkataba huo. Nikiripotia makala ya Dunia Wiki Hii, mimi ni Leila Swadik. Kwa taarifa hiyo Dunia Wiki Hii inakwenda kwenye mapumziko mafupi sana. Mtazamaji, wewe usiende mbali, maana nikirejea bado nina taarifa lukuki zinazokuhusu wewe kutoka kila pembe kote ulimwenguni. Karibu tena katika awamu ya pili. Hii ni Dunia Wiki Hii. Tunaangazia taarifa za kimataifa kwa ushirikiano wa shirika na utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Syria. Idadi ya raia wa Syria wanaorejea nchini mwao kwa hiari kutoka nchini Uturuki imefikia zaidi ya watu 1140 tangu mwezi Disemba mwaka uliopita kufuatia kubanduliwa kwa serikali ya Bashar al-Assad, kwa mujibu wa makamu wa rais wa Uturuki Kevket Yilmaz. Yilmaz kwenye mtandao wa kijamii wa X alisema kuwa zaidi ya watu 145,600 wamerejea nchini Syria baina ya tarehe 9 mwezi Disemba na tarehe 16 mwezi huu, na kufikisha zaidi ya watu 885,600 jumla ya idadi ya wale waliorejea humo baina ya mwaka wa 2017 na mwaka wa 2025. Uturuki iliyositisha uhusiano wake wa kidiplomasia na utawala wa al-Assad mwaka 2012 ilisema inaunga mkono mpito wa amani nchini Syria kufuatia kusambaratika kwa serikali ya awali. Kwa sasa Uturuki na wahifadhi wakimbizi milioni 2.86 wa Syria waliosajiliwa. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanji.
Na viongozi wa Iraq walikutana na mkuu wa halmashauri ya masuala ya kigeni Asad al-Shalbani jijini Baghdad kujadili uhusiano baina ya nchi hizo mbili na ushirikiano katika kukabiliana na ugaidi. Kwenye mkutano huo na al-Shaibani, waziri mkuu wa Iraq Mohamed Shia al-Sudani alikariri msimamo thabiti wa Iraq kuhusu kuheshimu azma ya raia wa Syria, akikariri haja ya mchakato jumuishi wa kisiasa unaolinda jamii tofauti nchini Syria na uwiano wao, kwa mjibu wa taarifa ya afisi ya mawasiliano ya al-Sudani. Kadhalika alikariri kwamba Iraq inaunga mkono uhuru na mipaka ya Syria, akipinga mwingilio wa nje kwa masuala ya ndani ya Syria, hasa kufuatia hatua ya Israel ya kukaa kwenye vipande vikubwa vya ardhi ya Syria. Kadhalika al-Sudani alikariri haja ya ushirikishi wa karibu baina ya nchi hizo mbili katika kukabiliana na ugaidi kama hatua mwafaka ya kuafiki uthabiti. Waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Iraq Fouad Hussein alisisitiza umuhimu wa kuimarisha hatua za pamoja za kukabiliana na kundi la kigaidi la Islamic State. Kwenye mashauriano na al-Shaibani, Hussein alikariri haja ya kubuni jopo linalojumuisha wanachama 5 kutoka Iraq, Syria, Jordan, Uturuki na Lebanon kukabiliana na kundi hilo la Islamic State, kwa mjibu wa taarifa ya Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni ya Iraq. Hussein alikariri umuhimu wa ushirikishi wa kijeshi na kijasusi na ushirikiano kabambe wa kiusalama katika kanda hiyo ili kuafiki lengo hilo. Vilevile alisema Iraq inaunga mkono mkataba ulioafikiwa baina ya serikali ya muda ya Syria na kundi la Wakurdi nchini humo kuunganisha pamoja taasisi zote za kiraia na kijeshi katika eneo la Syria linalodhibitiwa na Wakurdi chini ya serikali kuu jijini Damascus. Kwa upande wake, al-Shaibani alisema kuwa Syria iko tayari kubuni kamati za pamoja za kiusalama na kunufaika kutokana na ujuzi wa mataifa jirani katika kukabiliana na ugaidi. Kwa mjibu wa taarifa hiyo, afisa huyo wa Syria pia alikariri azma ya kisiasa ya Syria na kuimarisha uhusiano na Iraq, na kwamba maelewano ya hivi majuzi na kundi la Kikurdi la Syria yatachangia katika kudhibiti mpaka baina ya nchi hizo mbili. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Millicent Kubai. Barani Afrika, vijana barani Afrika wamehimizwa watumie mkataba wa eneo huru la kibiashara barani humu kufikia soko kubwa na fursa za kiuchumi katika bara hili. Wataalamu na waratibu wa sera walitoa wito huo wakati wa mkutano kuhusu vijana barani humu ulioandaliwa na Tume ya Kiuchumi ya Umoja wa Mataifa kuhusu bara Afrika, chini ya maudhui ya kuwezesha eneo la biashara huru barani Afrika, kuwasaidia vijana barani humu, fursa na changamoto na hatua zitakazochukuliwa, kwenye jumba la mikutano la Umoja wa Mataifa katika jiji kuu la Ethiopia, Addis Ababa. Akihutubia mkutano huo, Katibu Mkuu wa UNESA Clever Gatete alikariri kwamba utekelezaji faafu wa mkataba wa eneo hili la biashara huru unahitaji juhudi za pamoja ili kuwapa vijana uwezo kama hatima ya bara hili, huku 60% ya idadi ya watu barani humu ikiwa chini ya umri wa miaka 25. Alikariri jukumu muhimu la mkataba huo katika kufungua fursa za kiuchumi na kuwahimiza vijana barani humu kutumia fursa zilizotolewa kupitia biashara baina ya mataifa ya bara hili kupitia mkataba huo. Wataalam, waratibu wa sera na wawakilishi wa vijana kwenye mkutano huo walikariri kwamba ukuaji ni sharti ubuni nafasi za ajira, ujumuishaji wa jamii na kupunguza umaskini, masuala ambayo mkataba huo ni kichocheo kikubwa. Tuelekee huko Kigali, Rwanda. Makala ya 6 ya kongamano la mashujaa wa kibiashara barani Afrika, ambalo ni mpango ulioanzishwa na wakfu wa Jack Ma barani Afrika kuwasaidia wafanyabiashara, yaliandaliwa jijini Kigali, Rwanda, ambapo tuzo zilitolewa kwa mashujaa hao. Jione. Kwenye hafla hiyo ya siku 2, kongamano, washa na shughuli ya kuwatuza washindi ziliandaliwa. Kongamano hilo ni mojawapo ya mashindano makubwa na jumuishi zaidi barani Afrika, inayonuiwa kuwapa uwezo wafanyabiashara mahiri kwa kuwapa ruzuku na kuwatangaza kwenye vyombo vya habari. Kongamano hilo lilijumuisha zaidi ya wahutubu 50 kutoka nchi 15, na majadiliano ya kina liliangazia jinsi wafanyabiashara wa Kiafrika
Afrika wanavyoshughulikia changamoto zinazokumba bara hili kupitia ubunifu wa biashara. Wakati huo kongamano hilo lilimtangaza mshindi wa shindano la 6 la kila mwaka pamoja na walioshikilia nafasi ya pili na ya tatu. Watu 10 waliteuliwa miongoni mwa takriban watu 20,000 kushindania tuzo ya dola milioni 1.5 za Kimarekani. Washindi wakuu wa shindano hilo la mwaka 2024 ni Henry Osman Gueye kutoka Senegal, ambaye ni mwanzilishi mwenza na afisa mkuu wa kampuni ya Ion aliyeshinda dola 300,000 za Kimarekani. Wa pili ni Dr. Salma Bougarani kutoka Morocco, ambaye ni mwanzilishi mwenza na afisa mkuu wa kampuni ya Green Watech aliyepata dola 250,000 za Kimarekani. Watatu ni Alexander Odhiambo kutoka Kenya, ambaye ni mwanzilishi mwenza na afisa mkuu wa kampuni ya Solutech Limited aliyepata dola 150,000 za Kimarekani. Akizungumzia ushindi wake, Henry Osman Gueye alisema kuwa ushindi huo umetokana na bidii na ni hatua kubwa kwa kampuni hiyo. Mkurugenzi mkuu wa kongamano hilo barani Afrika, Zara Baitie Boateng, alitangaza wito wa kuwasilisha maombi ya shindano la mwaka huu ili kuendelea kuwapa uwezo viongozi wao wa kibiashara barani humo. Kongamano lilitangaza kwamba Rwanda itaandaa hafla hiyo na utoaji tuzo kwa miaka 4 ijayo na hivyo kuimarisha jukumu lake la kuwa kitovu cha biashara. Halmashauri ya maendeleo nchini Rwanda na shirika la maandalizi ya mikutano nchini Rwanda yalitambuliwa kuwa washirika wakuu, huku benki ya Kigali pia ikifadhili hafla hiyo. Waziri wa masuala ya kitaifa wa Libya, Emad Al-Tarbelsi, alisema kuwa operesheni za kiusalama zinatekelezwa kushughulikia tatizo la uhamiaji haramu, ambapo zaidi ya watu milioni 3 wameingia nchini humo kinyume cha sheria. Kwenye taarifa, Al-Tarbelsi alikariri kwamba tatizo la uhamiaji haramu limeathiri vibaya usalama wa kitaifa nchini Libya. Waziri huyo alisema kuwa mashirika ya kudumisha sheria yatachukua hatua zote muhimu kudumisha uthabiti na usalama nchini humo. Al-Tarbelsi alikariri kwamba tatizo hilo la uhamiaji haramu ni mojawapo wa changamoto kubwa zaidi inazokabili nchi hiyo. Wizara ya masuala ya kitaifa ya Libya inashirikiana na jeshi kuhakikisha kwamba mpaka wa kusini mwa nchi hiyo na kuzuia idadi kubwa ya wahamiaji haramu kuingia kupitia mpaka huo wa kusini. Kutokana na utovu wa usalama na ghasia nchini humo tangu kubanduliwa kwa hayati kiongozi wa nchi hiyo Muammar Gaddafi mwaka 2011, wahamiaji wengi ambao idadi kubwa ni wa Afrika waliamua kuvuka bahari ya Mediterranean hadi kwenye fuo za bara Ulaya kutoka Libya. Tom Madhenji, Dunia Wiki Hii. Na sasa tuangazie mchango wa China na mataifa mbalimbali kote duniani, ambapo China sasa imeendeleza uhusiano na nchi mbalimbali kote duniani, ukiwemo ule wa kimatibabu, kibiashara, muundo msingi, elimu, mawasiliano, teknolojia, kadhalika mengineo mengi sana unaonufaisha pande zote husika. Kampuni za Kichina zinazotekeleza shughuli zake nchini Zambia zilitoa michango kuwasaidia waathiriwa wa mafuriko yaliyokumba nchi hiyo wakati wa majira ya mvua mwaka 2024-2025. Michango hiyo ni pamoja na unga wa mahindi, mchele, sukari na mafuta ya kupikia na vifaa vingine vikiwemo blanketi, magodoro, vifaa vya kujikinga na vingine muhimu pamoja na pesa taslimu. Na mwaka 2023 China ilianzisha mradi wa ushirikiano na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu chakula na kilimo nchini Sri Lanka wa upanzi wa maembe, mananasi na ndizi kwa usaidizi wa wataalamu wa Kichina kwa kutumia mbinu za kisasa walizofunzwa na China. Na katika hospitali ya mafunzo ya Edward Francis Mall, kundi la 22 la madaktari wa Kichina hushirikiana na wenzao nchini Gambia kutoa huduma za matibabu, huku wakiwatibu zaidi ya wagonjwa 2,000 na kuwafanyia upasuaji zaidi ya wengine 200. Na awamu ya pili ya mradi wa chuo cha mafunzo ya kidijitali ulianzishwa kwenye shule ya Machakos ya wanafunzi wasio na uwezo wa kusikia mashariki mwa Kenya.
Mradi huo uliandaliwa na kampuni ya kiteknolojia ya Kichina ya Huawei kushirikiana na shirika la UNESCO na Wizara ya Habari, Mawasiliano na Uchumi wa Dijitali nchini Kenya kwa lengo la kutumia uunganishaji mtandao kuimarisha ufundishaji na kuwapa wanafunzi ujuzi wa kimsingi wa teknolojia ya ICT. Bernice Matheka ambaye ni mwalimu mkuu wa shule hiyo aliliarifu shirika la Xinhua kandoni mwa uzinduzi wa hafla hiyo kwamba awamu hiyo ya pili itawapa wanafunzi hao wanaotumia lugha ishara ujuzi wa kuwasaidia ulimwenguni. Na chuo kikuu cha kibinafsi cha United States International University Africa USIUA jijini Nairobi kiliandaa makala ya 6 shindano la lugha ya Kichina ambapo zaidi ya wanafunzi 100 wa shule za msingi na sekondari na vyuo walishiriki. Wanafunzi hao walidhihirisha ujuzi wao katika kuandika na kuzungumza lugha ya Kichina huku watu mashuhuri wakitoa hotuba na pia tamasha za mazoezi ya kung fu na uchezaji ngoma ziliandaliwa. Kasi cha Namasha, Dunia Wiki Hii. Na mpaka hapo nafika mwisho wa kipindi Dunia Wiki Hii. Nasema hewala, asante sana kwa muda wako wote walioshiriki katika kufanikisha kipindi Dunia Wiki Hii juma hili. Tukutane tena juma lijalo muda na wasaa kama wa leo. Kwa niaba ya shirika la utangazaji nchini KBC, shirika la Xinhua kutoka China, mimi ni Isaac Lemoka.